children. Watu wanarejesha watoto wao In a far country. katika nchi ya mbali. People are meeting women. Watu wanakutana na wanawake In a far country. katika nchi ya mbali. And even in a far country, Na hata katika nchi a young boy is marrying another one. mwingine anaoa mwingine. The Bible says, Biblia inasema the man started looking for something. mtu alianza kutafuta kitu cha The kufanya. boy we call the lost son. Kijana watu wanamuita When he was in a far country, wakati alikuwa katika nchi ya mbali and everything he had na kila kitu ambacho alikuwa nacho was wasted, kilikuwa kimetumika vibaya. he started looking for a job. Akaanza kutafuta kazi. In which country are you looking it from? Ni katika nchi gani ambayo unatafuta You kazi? can be looking for somebody to marry you, Unaweza tafuta mtu wa kuoa, but you are doing it in a distant country. lakini unaifanya katika nchi ya mbali. The employer will you get Huyo mwajiri ambaye will utamwita not give you the right wages you deserve. hata kupea mshahara mzuri ambao unahitaji. Man who marries you Mtu ambaye anakuoa in a distant country katika nchi ya mbali will leave you in the same country. atakuongoza katika You nchi. didn't get it. You didn't get it. Haukusikia, If haukusikia. you are married in a bar, Kama unaolewa katika you baa, will be left in a bar. utaachwa katika If baa. you are married in a football pitch, Katika unaoa katika you uwanja wa will be mpira, left in a football pitch. utaachwa katika uwanja huo wa If you mpira. are married somewhere, Katika kama utaoa you will mahali, be left somewhere. utaachwa pahali. Be in the kingdom of God. Kuwa katika ufalme wa The Mungu. Bible says this: Biblia inasema one day in God's presence siku moja uwepo wa Mungu can bring your husband. unaweza leta One day in God's presence siku moja uwepo wa Mungu can give your son back. unaweza leta mwanamke. One day in God's presence Siku moja katika is ufalme wa Mungu better than 100 days ni bora kuliko siku mia in the moja hands of the devil. katika mishipa. Where are you living? Unaishi wapi? Are you living in the kingdom of God? Unaishi katika ufalme wa Mungu Or are you living in the far ama unaishi katika nchi ya mbali? Come back home. Rejea nyumbani. Back to your marriage. Rejea katika ndoa yako. Back to your wife. Rejea katika mke wako. To your children. Rejea katika watoto wako. Back somewhere. Rejea pale. I heard from God. Nilisikia kutoka kwa He Mungu. said this thing. Alisema hii kitu lazima I irejee. can tell you the story about my mother. Naweza kuambia hadithi kuhusu mama yangu. My mother and father, Mama yangu na baba they yangu lived in their own country. waliishi katika nchi Where zao. my mother Pale baba mama gave my father a funny name. ambaye alimpea baba yangu jina la I've kushangaza. never known the meaning of the name. Sijaijua jina la baba, But the pronunciation lakini kutamshwa shows you is something bad. inakuonyesha ni jambo baya. When us we knew our father is something bad. Ya sisi tukajua kwamba baba yetu ni mtu When we mbaya. looked at his face, Wakati tulitazama sura yake, we knew he's something. Or the name our mother gave us tulijua kwamba ni kitu kwa sababu ya jina ambalo mama yetu alimpea baba yetu. was a funny name in Luya. Ilikuwa jina baya la Kiluya. A funny name in Kamba. Jina baya. The pronunciation only the pronunciation. Jinsi ya kulitamka Just showing the father is bad. inaonyesha kwamba baba And when we saw the father come, wakati tulimwona baba akija, the sons and the daughters, wana na mabinti we shouted the name. wakapiga So we sauti were running to where the hell is. tulikuwa tunakimbia kujificha When he's coming. kwa sababu Oh, you didn't have it. It's a funny name. Very funny. And that is who our father is. kwa sababu yule baba yetu So alikuwa the knowledge our mother gave us hivyo fahamu na baba yetu alikuwa is how we took our father. ni jinsi aliyomchukua baba yetu And he died, we knew he's a bad man. na atakufa tukijua yeye ni mtu mbaya. I wish he's alive today. Na eti angeishi I kwa will show him he's the best father. na eti amuonyesha kwamba yeye How much more of you je, ni watu wapi who are still holding on those mothers and fathers? ambao bado wanashikilia baba na How mama? many still of you Je, ni wangapi who wewe are still in your bad senses? ambao bado wako katika akili zao? God is saying something is Mungu happening. anasema kitu kinarejea, Before it comes down, lakini kabla kirejee you must put your senses in application. lazima uzitumie akili You zako. must begin to speak something. Lazima